Hii ni Bugoma TV. Habari. Majina naitwa Asha Mohamed, ni mkazi wa wilaya ya Tanganyika, ni mjasiriamali mdogo wa mama ntilie. Kutokana na ujio wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama wajasiriamali wadogo tutapata fursa ya kuongeza kipato, kwa sababu kutakuwa na uwepo wa watu wengi, hivyo biashara yetu itapata wateja wengi na tutaongeza kipato. Kwa majina naitwa Morton Mikael Bashirabona. Mimi ni meneja wa kaoshi yangu hii hapa. Ujio wa Waziri Mkuu kwetu sisi kama vijana ni fursa kubwa, kwa sababu tunategemea magari, pikipiki zitakuwa nyingi siku ya kesho. Kwa tunategemea tutapata wateja wengi, kwa maana kwamba watu ambao watataka huduma ya kuosha magari, pikipiki. Pia niwahamasishe tu vijana wenzangu siku ya kesho watokee kwa wingi, ili tuweze kuelezea changamoto zingine ambazo zinatukwamisha kwenye uchumi wetu sisi kama vijana. Jina naitwa Saidi Hamisi Chingwaba, mkazi wa wilaya Tanganyika, eneo la Majalila. Majina yangu naitwa Hawa Rehan Kalagula, ni mkazi wa hapa Majalila. Majina naitwa Alfred Emmanuel. Nawahamasisha vijana wenzangu tuje kwa wingi ili tutoe kero zetu. Naamini Waziri Mkuu atazitatua kero zetu, na pia hiyo siku tutapata abiria wengi. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema tupatia nafasi ya kipekee kupata ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Kama ambavyo Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa amekwisha kututaarifu wananchi wote wa Katavi na maeneo ya nchi yetu, nami niungane naye kuwajulisha wananchi wa Tanganyika na kuwaomba wajitokeze kwa wingi kumlaki Mheshimiwa Waziri Mkuu katika wilaya yetu ya Tanganyika. Kesho tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2026, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea na kukagua miradi mahususi mikubwa miwili. Mradi wa barabara kutoka Kagwira kuelekea Karema wenye urefu wa kilomita 112 wenye thamani ya bilioni 219 ambazo fedha zimetolewa na Mheshimiwa Rais. Katika barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu atakagua na kisha ataweka jiwe la msingi. Kituo cha kuweka jiwe la msingi kipo katika kijiji cha Kagwira pale kwenye kona ya kuelekea Karema. Tunawakaribisha wananchi wote na tunawaalika wote. Mradi wa pili ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu ataukagua ni mradi wa ujenzi wa bandari ya Karema, ukienda sambamba na ujenzi wa meli kubwa nne za mizigo. Mradi huu wa ujenzi wa bandari ya Karema una thamani ya shilingi bilioni 47.9, fedha ambazo na mradi umekwisha kukamilika. Utafanya kuwa lango kuu la kiuchumi baina ya nchi yetu ya Tanzania na DRC Congo upande wa kule Kalemi. Hivyo ndugu zangu wananchi wa Tanganyika, nitumie fursa hii kuwaomba na kuwasihi tuweze kushiriki kwa wingi kumpokea Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwenye eneo la Kabungu shughuli itafanyika asubuhi sana mapema. Tuwaombe kuanzia saa 12 tumweke kwa wingi uwanjani, saa 1 saa 2 atakuwa ameshafika na kufanya kazi hiyo. Mitaa ya Karema, tuwaombe wananchi wa Karema, wananchi wa Ikora, wananchi wa Kapramsenga, wananchi wa Singule wajitokeze kwa wingi kumlaki. Tunatazamia kwamba kufika saa 4 mpaka saa 4:30 Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa anakagua mradi wa bandari ya Karema. Kwa hiyo asiwepo kuchelewa, kwa sababu kuchelewa unakosa fursa kutana na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Baada ya bandari ya Karema, Mheshimiwa Waziri Mkuu ataelekea viwanja vya Masemba vilivyo kicha Majalila, ama yule amezoea kuita Mpanda Ndogo. Katika eneo hili kutakuwa na mkutano wa hadhara ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu atazungumza na wananchi, atasikiliza na kutatua kero za wananchi. Tunawaomba wananchi wa maeneo yote ya yetu wajitokeze kwa wingi. Viwanja vya Masemba vitakuwa pia wazi kuanzia asubuhi saa 12 viko wazi, wananchi wanaruhusiwa kufika kwenye uwanja, na pale kutakuwa na burudani za kutosha. Hii ni Bugoma TV. Habari.